Naam, tumerejea tena hapa mtazamaji, tukiwa ukingoni kabisa mwa kipindi chetu cha Mtazamo, na leo katika dakika za hekima tunazungumzia kuhusiana na dhana ya mama wa kambo. Lakini kubwa hapa ni kwa nini pengine mama wa kambo amekuwa akihusishwa na vitendo sana vya ukatili. Mr. Wadhi. Kwanza lazima tujue nini au nini maana ya mama wa kambo. Asante. Hilo la kwanza kabisa ndio tujue kwamba nini maana ya mama wa kambo. Mama wa kambo ni mke wa baba aliye na mtoto. Ndio tafasiri. Yaani mke wa baba aliye na mtoto. Kwa maana mimi Awazi na mtoto nimeenda kumwoa mwanamke, lakini nimeenda na mtoto wangu. Yule mwanamke akanisaidia kumlea yule mtoto. Sasa hapa kuna mambo mawili ambayo tutachangia kwa pamoja. Jambo la kwanza, mimi siamini kwamba mama wa kambo ni mkatili, ila mimi naamini kuna baadhi ya kina mama ni wakatili au wanawake ni makatili. Lakini cha pili, kuna baadhi, kwa sababu hapa leo tunazungumzia mama wa kambo tu, lakini kuna baadhi ya baba wa kambo ni makatili, ila kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambaye anaonekana kwa malezi, ndio maana yeye kachipuka sana. Kwa nini nimesema hivyo? Moja ya mambo ambayo mimi naweza nikasema yanachangia kumfanya yule mama wa kambo kwa asilimia chache awe na tabia tofauti za kumlea yule mtoto ni mazingira au jamii iliyomzunguka. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa mfano, wewe baba unaweza ukawa, sisi tunatoka kwenye mazingira magumu asilimia 90. Unaweza ukawa wewe unatoka labda unafanya kazi mbali, urudi wako kazini unakuwa ni late. Una muda wa kumuuliza mtoto, una muda wa kukaa na familia. Kwa hiyo unaona vitu vinaenda, umeacha hela ya kula nini, unaamka tena asubuhi unaenda. Hiyo wiki imepita. Una siku 5 katika siku ambayo hujapata nafasi ya kuzungumza na familia yako, kwa maana ya mke wako na watoto ambao wewe umempa wewe mwanamke watoto. Umeshanielewa? Lakini jambo linaweza likaja, yule mwanamke kutokana na namna ambavyo labda anawalea wale watoto katika njia iliyokuwa salama, kwa maana ya kuonesha njia nzuri ya kimaadili, jamii iliyomzunguka capture siku moja tu, ketchup siku moja, kwamba kuna mama fulani bwana akamfokea sana mtoto, katoka mtoto ndani anampiga viboko mgongoni. Jamii kaichukua ile sehemu tu bila kuangalia ule mzunguko wa siku zote wakati unaishi na wale watoto. Jamii kaichukua tu ile sehemu. Na jamii kisha ichukua ile sehemu bila kujua, na wewe baba una muda. Nimeshasema kila siku unarudi labda jioni, hujazungumza na watoto, hujui familia inaendaje, ukija unakula unaongea na mke wako unalala unaondoka. Lakini siku hiyo katokea tatizo ambalo mama akampiga mtoto kutoka naye ndani tu. Siku hiyo jamii kalichukua hilo jambo likaisambaza. Unasikia mama wa kambo huyu bwana anampiga kila siku na nini? Kwa hiyo inaunganishwa vile. Vikishaunganishwa vile vitu vyote na bila baba kujua, baba unakuja kuwa sehemu ya hiyo kesi. Kwamba bana wewe umemwacha mke wako anamtesa mtoto. Tena hasa watoto wengi wanaoteswa ni wale watoto ambao hawawezi kuongea, kwa maana ya miaka 2, miaka 3 mpaka miaka 6. Huyo miaka 10 anaweza akazungumza mwenyewe akamwambia kweli mama kanipiga. Lakini huyo miaka 6 mara nyingi uzungumzaji wako unakuwa ni mgumu, maelezo jinsi ya kuyapata. Kuzungumza kwamba nimepigwa au nimefanyaje, kuna ukakasi hapo ndani. Umeona hiyo shida? Lakini jambo jingine ambalo naliona mimi linaleta mtafaruku kwa mama kambo ni sisi wanaume. Wakati unamuoa yule msichana au unakana naye, wewe uliamini kwamba huyu ni mtu sahihi wa kuishi na watoto wako? Wewe baba uliamini kwamba huyu ni mtu sahihi anaweza kaishi na watoto wako? Kwa sababu kuna wakati mwingine anaweza kayaonesha yale mambo nje ya jamii, lakini kufika ndani ukawa wale watoto ni mzigo. Unajua kulea watoto ni kazi bwana. Kachukue kitu weka juu ya meza, kakiweka chini mara ya kwanza. Kachukue kitu kuweka juu ya meza, kaeka chini mara ya pili, mara ya tatu. Uvumilivu unamshinda, atamchukua atampiga. Na kumpiga anaweza kumpiga katika mazingira ambayo sio ya mnyooko. Ni kwa sababu baba, wewe ndo kichwa wa familia. Lazima upate nafasi ya kuzungumza na watoto wako. Mmeishije, mmekaaje na mama? Sio kwa ubaya, ni kutaka kujua watoto wako kwenye mazingira mazuri na hasa mazingira salama. Sio dhambi kukaa na watoto kwa bana, mmeishije leo nyumbani? Na jenga urafiki wa kuzungumza na wanao juu ya mke wako, bana mmeishije nyumbani? Kumbuka wale watoto sio wa huyu mama. Yaani lazima ulijue wale watoto sio wa huyu mama. Wale watoto ni wako wewe, ulizana mwanamke mwingine, huyu ni mama mwingine na yeye ana watoto wake au ana watoto na wewe. Kwa hiyo usitegemee moja kwa moja kwamba anaweza kaa na favor ya kiasi hicho kama binadamu wa kawaida. Kwa sababu binadamu wana uchizi, atabadilika yule. Katika kupiga anaweza kumpiga mpaka akamvunja mkono.
Unajua Mr. Wadhi hapa, mimi binafsi niseme ni muhanga. Yaani mimi binafsi nimelelewa pia na mama wa kambo, ingawaje wakati huo mama wangu pia alikuwa yupo. Sababu baba yangu alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Na watoto wangu pia wanapitia hiyo lugha tuite mama wa kambo. Mama wa kambo, ukitazama hili neno limekaa vibaya sana. Sana. Kwa namna ambayo limetamka mpaka watu wanaogopa kutamka mama wa kambo. Lakini kuhalisia ni neno lipo katika lugha ya Kiswahili. Kabisa kambo ni neno ambalo kwenye Kiswahili ukija nakwambia ni udugu unaotokana na ndoa na sio damu. Kwa sababu kuna udugu ule wa damu na kuna udugu wa ndoa. Ambapo ndani yake anaweza kupatikana mama wa kambo, anaweza kupatikana baba wa kambo na pia kuna ndugu wa kambo. Kabisa. Hawa ni wale ambao wametokana kwa sababu ya ndoa sio ya damu. Yes. Kwa hiyo mngeza huyu mamangu akunilea, mamangu akufikia, lakini ndio huyo kambo watu wanajaribu kuliondoa ile neno mama wa kambo. Lakini kuja kwenye uhalisia, kwanza mtoto kupigwa sio kigezo kwamba mtoto anateswa. Mtoto kupigwa na mama yake. Mama wa kambo. Kwa sababu hata mama mzazi pia anampiga mtoto wake. Sisi pia tumelelewa na mama zetu wazazi na walikuwa wakitupiga. Haimaanishi kupende. Lakini dhana inakuja kwamba mama wa kambo ni mbaya. Uje zishakuja hadithi nyingi, tushasoma story nyingi, simulizi nyingi zikionyesha ubaya wa mama wa kambo, ile tumeichukua. Lakini tunakubali kwamba kuna mamama mashallah wazuri sana ambao wameelewa watoto waume zao kwa wema mpaka watoto wamekuwa wakubwa, wametengeneza mapenzi na wale mama zao, wanawathamini, wanawasaidia kama vile wamewazaa. Lakini hao wabaya wapo pia wengi. Na kinachokuja ni kwamba unaweza ukamwadhibu mtoto. Mimi binafsi mimi mtoto wangu kupigwa na mama ambaye anaitwa Wakambo, bisioni kama mtoto anateswa. Lakini je, baada ya kile kipigo nini kinafuata? Yaani mtoto yuko salama kiasi gani? Unajua kama unafika pahala paka mtoto wako anataka kula, haja shiba, anaogopa kuongeza chakula. Wewe soma hapo kuna shida. Yaani imefika pahala mtoto anataka kula, amekuwa chakula haja shiba, anakufuata wewe, baba mimi sijashiba hata kuongeza chakula. Akijua baba yake upiki upakui. Wewe unapata picha gani? Nikiwa simple inakuwa. Kwa kuna aina ya mazingira jinsi ambavyo yapo, unaweza ukagundua mwanangu anapitia changamoto ama apitia changamoto. Lakini hao utayafahamu kama baba mwenyewe utakuwa mstari wa mbele katika kusimamia mtoto wako na kuuliza. Lakini ukimwachia tu mama kama mama, Mr. Wadha mwongea kitu muhimu sana. Ukumbuke wale watoto sio wake. Umezaa na mwanamke mwingine asiyokuwa yeye. Sio watoto wake wa damu. Kuna vitu hawezi kuvipata. Kwa kwanza sisi wazazi wenyewe wanaume tusitarajie hilo kwamba watoto wetu watapata kitu kama hapo kwa mama yao mzazi. Madhali mtoto yuko salama kwa mama yake, akiwa na shida anamwambia, hayo mengine inabidi tu uyavumilie na mtoto wako jaribu kumwandaa. Issue kubwa ni kumnyanyasa mtoto na kumfanya mtoto akose uhuru. Kweli. Hilo ndio jambo baya kwa sababu ile itaweza kumwathiri mtoto mapema sana. Lakini tuambie na mama, hamna kitu kibaya sana kama kumfanyia ubaya mtoto ambaye anakuwa. Kwanza utambue maisha yasimami, maisha yanaenda. Huyu atakuwa, atasoma, atamaliza, atakuwa na maisha yake. Utamtengenezea kumbukumbu mbaya kwenye maisha, hata atakapokuwa amefanikiwa kwenye maisha yake, bado atakumbuka. Ndio maana leo kuna watu wamefanywa ubaya na mama zao, sasa hivi watu na familia zao. Kweli. Mpaka leo mtu anakumbuka, mama mimi alininyanyasa sana. Hebu niambie wewe unajisikiaje baadaye? Kwa nadhani tubadilike. Mimi nadhani kuna kwa sababu kiufuatilia huu ukatili sasa ambao wanaofanya ambao wanaitwa mama wa kambo. Nadhani kuna ukatili upo kama wa aina 2 au 3 hivi. Kuna ukatili huu wa kupiga ambao mama anampiga mtoto kiasi ambacho onekana umemfanyia ukatili hata angekuwa sio mama wa kambo. Maana Kishki TV, nuru ya dini yako.